Haleluya, watu wa Mungu. Hatimaye Mungu ametupa fursa tena ya kuendelea kusoma Biblia katika sura ya Mwanzo 44. Ni mwendelezo mzuri tunapoenda kuikaribia kumaliza sura hii, kitabu hiki cha Mwanzo. Tumefika sura ya 44 kati ya sura 50 za kitabu cha Mwanzo. Mungu awabariki sana wale wote ambao mnaendelea kutumia muda wenu kulisikiliza neno hili kila wakati. Mungu awabariki sana. Karibuni sana sasa tuweze kwenda pamoja katika sura hii na Mungu awabariki. Na kabla hatujafanya hivyo, basi tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayeishi mbinguni, asante mno kwa wakati huu. Unatoa kibali cha kuendelea kusoma Biblia, maana yake unatoa kibali cha kuishi. Kuisoma Biblia ni kuishi. Kuisoma Biblia ni kuwa hai kiroho. Na uhai wa roho unafanya sisi tuwe hai kimwili. Asante sana Mungu wetu. Tunaomba uwe nasi sasa, utupe usikivu mwema, tuweze kubarikiwa na somo hili. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, tutaanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 34 kwa sababu sura hii ya Mwanzo 44 inayo mistari 34 vile vile. Kwa hivyo karibu sana kwa ajili ya usikivu. Akamwamuru yule msimamizi wa nyumba yake akisema, jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadiri wawezavyo kuchukua. Utie na fedha ya kila mtu kinywani mwa gunia lake. Na kikombe changu, kikombe kile cha fedha, ukitie kinywani mwa gunia la yule mdogo pamoja na fedha ya nafaka yake. Akafanya kama vile alivyomwambia Yusufu. Asubuhi kulipopambazuka, hao watu wakapewa ruhusa wao na punda zao. Na walipotoka mjini wala hawajaendelea sana, Yusufu akamwambia yule msimamizi wa nyumba yake, ondoka uwafuate watu hawa, nawe utakapowapata waambie kwa nini mmelipa mabaya kwa mema. Je, kikombe hiki sicho anyweacho bwana wangu, naye hufanya uaguzi kwa hicho? Mmefanya vibaya kwa kufanya hivi. Akawafuata, akawapata na kuwaambia maneno hayo. Wakamwambia, kwa nini bwana wangu anasema maneno kama haya? Hasha, watumwa wako wasifanye hivi. Tazama, hizo fedha mlizoziona kinywani mwa magunia yetu tunakuletea tena kutoka nchi ya Kanaani. Tuwezeje sisi kuiba nyumbani mwa bwana wako fedha au dhahabu? Atakayeonekana kuwa nacho miongoni mwa watumwa wako na afe, na sisi nasi tutakuwa watumwa wa bwana wangu. Akasema, basi na iwe hivyo kama mlivyosema. Mtu atakayeonekana kuwa nacho atakuwa mtumwa wangu, na ninyi mtakuwa hamna hatia. Wakafanya haraka, wakashusha kila mtu gunia lake na kufungua kila mtu gunia lake. Naye akatafuta, akaanza kwa mkubwa na kuisha kwa mdogo. Kikombe kikaonekana katika gunia la Benyamin. Wakararua nguo zao, wakaweka kila mtu mzigo wake juu ya punda wake, wakarudi mjini. Akaja Yuda na ndugu zake nyumbani kwa Yusufu, naye mwenyewe alikuwamo, nao wakamwangukia kifudifudi. Yusufu akamwambia, ni tendo gani hili mlilolitenda? Hamkujua ya kwamba mtu kama mimi naweza kufanya uaguzi? Yuda akasema,
Tumwambie nini Bwana wangu? Tusemeje? Tujivutieje haki? Mungu ameona uovu wa watumwa wako. Tazama, sisi ni watumwa wa Bwana wangu, sisi na yeye ambaye kikombe kilionekana mkononi mwake. Akasema, hasha, nisifanye hivi. Mtu ambaye kikombe kilionekana mkononi mwake ndiye atakayekuwa mtumwa wangu. Nanyi enendeni zenu kwa amani kwa baba yenu. Ndipo Yuda akamkaribia akasema, tafadhali bwana wangu, mtumwa wako na aseme neno moja masikioni mwa bwana wangu, wala hasira yako isimwangukie mtumwa wako. Maana wewe kama Farao. Wewe bwana wangu ulituuliza watumwa wako ukisema, je, mnaye baba au ndugu? Tukakwambia wewe bwana wangu, tunaye baba, naye ni mzee, na mwana wa uzee wake ni mdogo. Na nduguye amekufa, amebaki yeye peke yake wa katika tumbo la mamaye, na baba yake anampenda. Ukatuambia watumwa wako, mleteni kwangu ili macho yangu yamwangalie. Tukakwambia, bwana wangu, kijana hawezi kumwacha babaye, maana akimwacha babaye atakufa. Ukatuambia watumwa wako, asiposhuka ndugu yenu mdogo pamoja nanyi, hamtaniona uso wangu tena. Ikawa tulipokwenda kwa mtumwa wako, baba yangu, tukamwarifu maneno yako, bwana wangu. Kisha baba yetu akanena, rudini huko mkatununulie chakula kidogo. Tukasema, hatuwezi kwenda. Ndugu yetu mdogo akiwapo pamoja nasi tutashuka, maana hatutaweza kuona uso wa mtu huyo, ndugu yetu mdogo asipokuwa pamoja nasi. Mtumwa wako baba yangu akatuambia, mnajua ya kuwa mke wangu alinizalia wana wawili. Mmoja alitoka kwangu, nikasema bila shaka ameraruliwa, wala sikumwona tangu hapo. Na mkiniondolea huyu naye, na madhara yakimpata, mtashusha mvi zangu na msiba kaburini. Basi nikienda kwa mtumwa wako baba yangu, na huyu kijana hayuko pamoja nasi, iwapo roho yake imeshikamana na roho ya kijana, itakuwa atakapoona ya kwamba huyu kijana hayuko, atakufa. Na watumwa wako watashusha mvi za mtumwa wako baba yetu kwa huzuni kaburini. Kwa maana mtumwa wako alijifanya mdhamini wa huyu kijana kwa baba yangu, nikisema, nisipomrudisha kwako nitakuwa na hatia kwa baba yangu siku zote. Basi sasa nakusihi uniache mimi mtumwa wako, nikae badala ya huyu kijana kuwa mtumwa wa bwana wangu, na huyu kijana umwache aende pamoja na nduguze. Kwa maana nitawezaje kumwendea baba yangu, na huyu kijana hayuko pamoja nami? Nisije nikayaona mabaya yatakayompata baba yangu. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho wa sura hii ya 44. Endelea kufuatilia kisa hiki katika hali ya utulivu kabisa, ili utakapoipata sura ya 45 uweze kupata na kuelewa vizuri kilichomo humu ndani, ambapo Mungu alitaka tuweze kukifahamu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.